بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Shukurani kamilifu ni zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu pasina kuwa na shaka. Ukubwa wake umedhihirika katika ulimwengu huu, sawa iwe ardhini na mbinguni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ndiye Mola wetu mlezi na ndiye muumba wetu, hakika kila binadamu ambaye ana akili timamu, akijitazama namna alivyoumbwa na umbile lake lilivyo, akaitazama mbingu, akaitazama ardhi, bila shaka yatosha kuamini uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utukufu wake. Ya Rabbi, tunakushukuru kwa kuweza kuitupa nafasi ya kuweza kuidiriki Ijumaa ya leo, ambapo wapo wengi ndugu zetu walitamani waweze kuidiriki, lakini kwa uwezo wako ya Rabbi haukuweza kuwapa nafasi, haukuweza kuwapa fursa ya wao kuweza kuidiriki sala hii tukufu ya Ijumaa. Kwa hiyo enyi ndugu zangu Waislamu, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hilo. Twazitaka ziada na rehma na amani zimwende mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye aliyetumwa kwa walimwengu kuwa ni rahma. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha, mtume ambaye hakulitamka jambo ama hakutamka neno sawa na matamanivu ya nafsi yake, isipokuwa ilikuwa ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sala hizo ya Rabbi twakuomba ziwashukie pia watu wa nyumbani kwake, ambao ni wakeze na wanawe na familia yake yote kwa ujumla, na masahaba zake watukufu ambao waliokubali kupigana kwa ajili ya kutetea Uislamu, wakazitoa mali zao na nafsi zao kwa ajili ya Uislamu. Ya Rabbi,
rehma hizo na salamu pia ziwashukie na wale wote ambao watakaofuata mwenendo kwa wema hadi siku ya malipo. Waheshimiwa ndugu zangu Waislamu, katika khutba yetu hii ya leo, ambapo kila mmoja nitamuomba aweze kuwa kando nami ili tuweze kupata faida ambazo tulizokuandalieni kunako siku hii ya leo. Nadhani kama ilivyokuja unwani ya khutba, umuhimu wa kutengeneza jamii zetu, hususan sisi Waislamu. Hii ni moja miongoni mwa mambo ambayo yamenipelekea mimi kuweza kuandaa khutba hii kwa minajili ya kuwazindua ndugu zetu Waislamu ambao wameghafilika, kwa kuwa maisha ambayo tunayoishi ni maisha ambayo tukijitunguza sisi wenyewe tutajikuta kwamba tupo nje ya Uislamu, na maisha ambayo tulitaraji kuishi ni maisha ambayo yanatakiwa yawe chini ya misingi ya dini, chini ya misingi ya Qur'ani pamoja na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Enyi ndugu zangu Waislamu, tukumbushane ukumbusho adhimu, ukumbusho ambao utatufaa sisi kama Waislamu, na tujaribu sana kuchukua tahadhari sawa na maisha ambayo tunayoishi, maisha yenye kujawa na misukosuko, maisha yenye kujawa na matatizo, na hakuna tegemezi kwangu mimi na wewe, ewe ndugu yangu Muislamu, zaidi ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaraji yale ambayo Mwenyezi Mungu anatuandalia siku ya Kiyama. Ayuha al-ahibba, yaqulu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijara عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Enyi ndugu zangu Waislamu, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuwekea mwongozo bora ambao tukiufuata mimi na wewe hatuwezi kupotea kamwe, na jambo ambalo linatulazimu sisi kama Waislamu katika maisha yetu yote ambayo tunayoishi ni lazima pawepo na uchaji Mungu, lazima pawepo tabia njema, lazima pawepo yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelekeza kwayo. Na yote hii ni sababu miongoni mwa sababu ambazo zinazopelekea Waislamu kutokuwa na maadili mema. Aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada ya kumlani sheitani aliyefuzwa katika rehema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu. Katika aya ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapozungumza ndani ya Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu, bila shaka anabagua miongoni mwa Waislamu. Waweza kuwa ni Muislamu lakini usiwe ni mcha Mungu, usiwe ni muaminifu. Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, enyi mlioamini, qu anfusakum, jilindeni nafsi zenu, wa ahlikum, pamoja na ahli zenu,
familia zenu, ikiwa ni wake zenu na ndugu wote kwa ujumla. Limadha ya Allah, kwa nini tujilinde? Allah subhanahu wa ta'ala anasema tujilinde kutokana na moto. Waquduha an-nasu wal hijara, ambapo moto huo kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaikatun ghilad shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea akisema, hakika moto huo ambao Mwenyezi Mungu anaotutahadharisha kwao, kwetu sisi kujilinda na familia zetu na ahali zetu, moto huo umesimamiwa na malaika ghilad, malaika wakali, shidad, wenye nguvu, la yaasuna Allaha ma amarahum, wala hawamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa yaf'aluna ma yu'marun, hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho anachowaamrisha malaika hao kukitekeleza, na wanatenda yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaamrisha. Aya hii, ndugu zangu Waislamu, ni aya madhubuti ambayo ni funzo kwetu sisi kama binadamu wenye akili. Lazima tutafakari sawa na akili aliyotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maisha yetu ambayo tunayoishi ni maisha ambapo yapo kinyume kabisa na mafunzo haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Enyi ndugu zangu Waislamu, hakika Mwenyezi Mungu kila siku anatutakia kheri na wala hatutaki shari. Ikiwa kwamba anatuomba tujilinde, tujiokoe nafsi zetu pamoja na ahali zetu, bila shaka Mwenyezi Mungu anatupenda na anahitaji tuweze kuwa pahala pazuri baada ya kuondoka katika mgongo wa ardhi. Sisi kama Waislamu, ni maisha yapi ambayo tutayafanya au tutayajenga ili tuweze kunusurika na misukosuko na mitihani ambayo inaitukumba sisi Waislamu? Ndugu zangu katika imani, moja ya mambo ambayo lazima tuyatengeneze, na tunapokusudia kutengeneza mambo, kuzijenga familia, kuzijenga nyumba zetu, hatumaanishi kwamba tuweze kufanya renovation, labda kupaka nyumba rangi, kuweka tiles, kuweka ceiling board na kadhalika. Hapana. Lakini katika kuzitengeneza nyumba za Kiislamu, katika kutengeneza jamii za Kiislamu, ni lazima tuboreshe mfumo wa maisha ambayo anayoyaridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yakiwa sambamba na Qur'ani pamoja na sunna za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Majukumu ambayo tuliyokuwa nayo sisi Waislamu, hakika familia zetu ziko katika majanga makubwa, ziko katika matatizo makubwa. Ili tuweze kuzinusuru, ili tuweze kuziokoa, hususan kina baba ambao ndio wanatakiwa kuwa viigizo vyema, ambao ndio wanatakiwa kuwa ndio walezi bora, ambao ndio wanatakiwa kuwa ndio mfano bora. Lakini leo imekuwa ni kinyume chake. Wazazi hususan kina baba ambao wanaziendesha familia zao wameshindwa kabisa kuzingatia majukumu yao kama viongozi wa familia ndani ya nyumba.
ikiwa wewe ni mzazi unao watoto, katika watoto ambao uliokuwa nao, kumbuka kwamba ni amana ambayo uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na amana hiyo utaulizwa kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi ambayo haina mashaka ndani yake. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi farrajulu ra'in fil bayti wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Anasema kwamba kila mtu ni mchungaji na kila mchungaji ataulizwa kwa kile alichokichunga. Na baba mzazi ambaye ndiyo mlezi wa familia, ambaye ndiye kiongozi wa familia, bila shaka ataulizwa kuhusu familia yake, aliiendesha vipi, aliielekeza vipi katika dini, ambapo leo ni majanga katika familia zetu. Ni jambo la kustaajabisha ndani ya jamii ya Kiislamu. Waislamu ambao tunaoishi, wengi miongoni mwa ndugu zetu wamejiingiza katika mambo ya ufuska, mambo ambayo hayaridhishi katika jamii, mambo ambayo kama mzazi mwenye akili na kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala hawezi kukubali familia yake iweze kuelekea pahala ambapo si pa kuridhisha. Leo Waislamu, hususan vijana wetu, swala la wizi imekuwa ni swala la kawaida. Swala la kumtapeli mtu imekuwa ni swala la kawaida. Swala la kujihusisha na madawa ya kulevya imekuwa ni swala la kawaida. Swala la vijana wetu kuzivuta bangi usiku na mchana ni swala la kawaida. Swala la vijana wetu kujihusisha na masuala ya ulevi, pombe na kamari na vinginevyo imekuwa ni kawaida katika mujtama wa Kiislamu. Na zipo familia ambazo zina majanga zaidi ya haya, ambapo leo lazima tuzungumze, japokuwa ukweli ni mchungu. Baadhi ya dada zetu, baadhi ya wake zetu wamejihusisha na swala la ngono katika jamii za Kiislamu, kuuza miili yao pasina kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kufungua baadhi ya majumba ambayo wanaoita kuwa ni guest, majumba ambayo yanayoitwa kuwa ni maison de passage. Haya yote ni mambo ambayo, ndugu zangu Waislamu, sisi kama Waislamu lazima tujiepushe, na lazima tujue kwamba sisi ni viongozi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuuliza, na hii ni uchungu kabisa katika jamii za Kiislamu, ambapo tumeshindwa kabisa kuweza kulinyamazia jambo hili ambalo linapelekea Waislamu tuweze kupata matatizo kila kukicha, migogoro isiyoisha, mapenzi kutoweka, kusaidizana hakuna. Haya yote ni kwa sababu ya uongozi mbaya ambao unaopatikana katika jamii za Kiislamu. Wewe kama baba, wewe kama mama, lazima ujue majukumu yako, lazima ujue nini unachokifanya katika jamii, mchango upi unaoutoa kwa minajili ya kuweza kuinusuru jamii. Ndugu zangu, mimi bado mgeni, lakini siwezi nikaficha yale ambayo yanayotudhihirikia mbele ya macho yetu. Kabla ya kuyazungumza, tumsikilize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini ndani ya Qur'an katika surati At-Taghabun, sura ya 64 aya ya 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim,
ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum fahdharuhum. Hiki ni kipande cha aya ambacho nilichokitayarisha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi mlioamini, hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu wamo maadui zenu, fahdharuhum, basi jihadharini nao, wake zenu na watoto zenu. Bila shaka Mwenyezi Mungu amebagua, hajajumlisha kwamba ni wote, kwamba ni maadui zetu, ila Mwenyezi Mungu amesema hakika miongoni mwa wake zenu na watoto zenu ni maadui zenu, ni maadui kwenu. Wanazuoni wa tafsiri wamepiga mbizi wakazungumza ya kwamba aya hii muradi wake wa uadui ambao uliokuwa hapa aliokusudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala si uadui wa kuchukiana, si uadui wa kudharauliana au kumdhuru yoyote katika jamii. Uadui ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliokusudia hapa ni uadui wa mapenzi yalochupa mipaka, mapenzi ya kupindukia. Haya ndiyo makusudio na muradi wa aya hii. Endapo tutaizingatia kwa makini, bila shaka tutagundua ukweli ndani yake. Mapenzi ya kupindukia leo tumeyashuhudia, wazazi kupenda familia zetu, baba aidha mke aidha mume kumpenda mke wake na mke kumpenda mumewe. Yapo mapenzi ya kupindukia ambapo leo tumeyashuhudia baadhi ya watu, hata katika social media tunaona baadhi ya ndugu zetu wamefikia kujinyonga, wamefikia kujipa sumu kwa ajili ya mapenzi kuwatawala. Na jamii zetu ambazo ndizo tunajidhatiti kwamba ni jamii iliyokuwa bora, ni jamii ambayo inategemea mfumo mzima wa maisha ndani ya Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi ya kupindukia yamechupa mipaka, yamekithiri katika jamii za Kiislamu. Imefikia mume kumpenda mkewe, aidha kuwapenda wanawe, mpaka akafikia kufumbia baadhi ya makosa ambayo familia yake inayafanya. Nakumbuka zama bado tungali vikinda, walikuwa wazazi wetu wakitoka town, wakitoka Mvile, wanakuja na mifuko labda na plastic za chakula wameemea. Akikutana na watoto wa jirani wa kwa mzee fulani, endapo wasipompokea mifuko ile, bila shaka watachezea bakora. Atafika nyumbani, anafikisha chakula, baadaye atatoka nje na kuwafuata watoto hao ambao walikuwa wanacheza barabarani, hawakuweza kumpokea. Atawatandika bakora na kuwapeleka majumbani na kuwashtaki katika wazazi wao, na wazazi wanakuwa ni wakali mno. Anamshukuru ndugu yake kwa kuweza kumnasihi, kwa kuweza kumwadabisha, na yeye anachukua bakora anamtandika mtoto wake zingine, mpaka yule mzazi aliyokuja kumshtaki mtoto kwa baba yake anamwombea msamaha mtoto yule. Lakini leo imekuwa ni kinyume chake. Wazazi sijui tumekumbwa na nini, sijui tumerogwa vipi. Unaletewa mashtaka ya mwanao, wewe ndiyo wa kwanza kumtetea, wewe ndiyo wa kwanza kumkingia kifua, mtoto asikaripiwe.
mtoto asikanywe. Na haya ni malezi mabovu, na ndio maana jamii zetu zinakumbwa na matatizo kutokana na yale ambayo wanayoyatenda. Hatutaki kuyakosoa. Wewe ni mtu wa aina gani? Lakini leo wapo wazazi ambao wako tayari kuwaona watoto zao wanaharibika kutokana na mapenzi wanayoyapenda, wanashindwa kuweza kuwarekebisha na kuwaweka sawa. Wanasema kila siku samaki hukunjwa bado mbichi. Endapo atakauka, ukimkunja bila shaka utakuwa umemharibu, atavunjika. Na hii ni moja miongoni mwa sababu nataka nikwambieni. Ninajua kwamba mna watoto waliokuwa katika nchi za nje, hamfahamu fika baadhi ya vijimambo, baadhi ya vimatendo wanavyovitenda. Katika muda huu mchache wa khutba yetu hii ya Ijumaa, nitakuombeni wazazi, hususan wenye mabinti katika nchi za nje. Katika jiji la Cape Town ambalo tunaloishi ndanimo, wapo mabinti zenu ambao wamepoteza mwelekeo. Wapo watoto zenu ambao wamepoteza msimamo. Mabinti zenu wanavuta bangi. Mabinti zenu baadhi wanakunywa pombe. Mabinti zenu baadhi wanafanya ufuska mbalimbali katika makongamano, licha ya misimamo ambayo tunayoifanya ya kuwalingania, lakini baadhi wameshindikana, tunashindwa. Kwa hiyo hichi ni kilio, iwe nchini aidha nje ya nchi. Lazima wazazi mchukue majukumu. Lazima wazazi mkubali kuteseka. Kama ni vijikwenzi mnavyotumia ndiyo vinakupelekeeni kuto kuzungumza ukweli. Kila ambaye anayejua kwamba ana dada, aidha ana mtoto wa kike aidha wa kiume, muulize akwambie ukweli, ni mambo gani ambayo unayoyafanya. Kama ni ufuska, kama ni bangi unavuta, kama ni sigara unavuta, hili ni jambo ambalo halikuwahi kutokea zama hizo za kabla. Kipindi bado tuko wadogo, hatukuwahi kushuhudia mwanamke wa Kiislamu, binti wa Kiislamu anachukua bangi na kuweka mdomoni kwake na kuvuta. Lakini leo yanathibiti haya kutokea, na wazazi bado mpo, mmekaa kimya, mnayafumbia macho. Sio nchi za nje tu, na hata hapa leo mtu anashindwa hata kuanika kiatu barabarani. Akianika kiatu kimekwenda. Mtu anashindwa kuacha sandos msikitini mlangoni, akiziacha zimekwenda. Jamii ya Kiislamu tunaelekea wapi? Mafunzo gani ambayo tunayowapa? Hii inapelekea wazazi tunaumia nafsini mwetu. Tunashindwa tufanye nini Waislamu ili muweze kurejesha familia zenu katika njia iliyokuwa bora. Ikiwa familia haitoweza kuwa pamoja, wewe kama mzazi ukakubali kuchukua majukumu yako, bila shaka familia yako itakuwa ndiyo chanzo cha kuanzisha uadui ndani ya jamii ya Kiislamu. Hakika Uislamu wetu ambao tunaojifaharisha kwao, dunia nzima Uislamu umetawala. Sheria za Kiislamu zinajulikana, lakini sisi hawa Waislamu ndio tunazivunja. Mzazi wa kiume umeshindwa kuchukua majukumu yako kama baba wa familia. Leo mama zetu, dada zetu ndio wanajihusisha na swala la kulea familia, na ndani ya msikiti huu wapo baadhi wamekubali kulelewa na wake zao. Leo mwanamke ndio anakuwa na majukumu makubwa ndani ya nyumba. Yeye ndio asomeshe watoto, yeye ndio alipe nyumba, ada ya nyumba na ada ya shule ya watoto, yeye ndio wavishe watoto, kana kwamba baba hayupo, kana kwamba baba ni kiziwi,
kana kwamba baba ni mlemavu. Fa aina tadhhabun, tunaelekea wapi enyi jamii ya Kiislamu? Majukumu yetu kama sisi wanamume lazima tuyasimamie ipasavyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutuleta hapa duniani kwa kuja kufanya mchezo. Kama mwanamume ndani ya nyumba lazima usimame, lazima utimize majukumu. Mke wako majukumu yake sio kulipa nyumba. Mkeo majukumu yake sio kununua kuemea chakula. Mkeo majukumu yake sio kuwanunulia watoto nguo. Majukumu yako wewe baba, ambaye ndio kioo cha jamii, ndio kiigizo cha jamii, lazima usimame ili uweze kuwa mwanamume rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, hakika wanamume ndio wasimamizi wa wanawake. Lakini leo tunastaajabisha familia, akina mama ndio wamekuwa mstari wa mbele katika kuziongoza familia. Na haya mapenzi ambayo tunayoonyesha kwa watoto zetu, ikiwa kwamba wewe mzazi ambaye ndio kioo cha jamii, lazima uhakikishe familia yako inaishi maisha mazuri, kula vizuri, kulala vizuri, kuvaa vizuri, kutembelea gari nzuri. Ni moja miongoni mwa maisha ambayo Muislamu analazimika kuishi ndani yake. Waislamu tusijisahau, Waislamu tusijiweke nyuma. Na ndio maana tunapiga kelele usiku na mchana, Uislamu utasonga mbele vipi hali ya kuwa sisi wenyewe hatujitumi na hatuchukui majukumu yetu? Ndugu zangu Waislamu, kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yetu ni jambo adhimu, ni jambo ambalo lazima tulizingatie. Lazima kina mama majumbani waelewe yale ambayo wanayonyanyaswa, na hata imefikia baba anafariki, anaondoka dunia, mwanamke anashukuru, analia kiujanja ujanja, anamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah umemchukua la nakumu ibilisi huyu. Mwanamume gani usiojua majukumu yako? Mwanamume gani usiojua kutekeleza yale ambayo uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tuwapende wake zetu, tuwapende watoto zetu, lakini kwenye ukweli lazima tusimame, lazima tuzungumze. Huwezi kumwona mwanao anavuta bangi barabarani eti unamwachia na anakuja nyumbani analala anakula na asubuhi anaondoka anakwenda. Huwezi kumwona binti yako, wewe kama baba wa Kiislamu, wewe kama mama wa Kiislamu, unaingia ndani kabla binti yako hajaingia ndani ya nyumba. Kutokana na mapenzi unayompenda, unashindwa kumwambia ukweli, unashindwa kuweza kuchukua msimamo, unashindwa kuweza kusimama kama kiongozi wa familia. Haya yanatokea usiku na mchana katika jamii ya Kiislamu. Kwa hiyo tunapiga kelele Waislamu, ndugu zangu, lazima haya tuyapige vita, lazima haya yabadilike, kwa kuwa mashtaka yamekithiri. Watoto zetu hawakamatiki, watoto zetu wanapoteza msimamo. Ikiwa wewe huwezi kuchukua majukumu yako ya kusimama kama kiongozi wa familia, tambua kwamba jamii ya kesho utaiweka ndani ya hasara, kwa sababu kizazi ambacho unachokifuga ndani ya nyumba yako ndicho kitakachokuja kuwa adui wa Uislamu na Waislamu. Na leo haya yanajitokeza usiku na mchana. Mirathi watu hawataki kugawiwa kwa ajili ya kutekeleza sunna hii au kutekeleza sheria ya dini. Watu wanakwenda serikalini. Hiki ndicho kizazi ambacho mnachokilea leo. Mnapowaita familia kuja kukaa chini na kugawiwa sawa na Uislamu unavyosema, wanakataa, wanakwenda kugawiwa serikalini. Na haya mtaulizwa nyinyi wazazi,
Jitihada gani mlizozifanya kwa ajili ya kuwalea watoto zenu kidini, kwa ajili ya kuwalea wake zenu kidini? Leo watoto hawana mazingira mazuri. Mavazi mnayowanunulia wengine tunaona aibu hata kutazama barabarani. Unakutana na binti wa Kiislamu, huelewi kwamba huyu ni Muislamu aidha ni Mgalatia. Hatuwaelewi. Mtoto wa Kiislamu suruali zimemporomoka, mkaba anaushusha kabisa, anauregeza, wanaita katakei wahenga wa Kiswahili. Watoto zenu mnavaa. Siku moja niko nchini Namibia, alikuwa mzazi mmoja wa Kikongomani ambaye alikuwa si Muislamu. Mtoto wake alikuwa na desturi ya kuvaa suruali anaishusha chini mpaka nguo yake ya ndani inaonekana. Yule mzazi alipokuwa anakaa na wenzie pale kijiweni, akamwona mwanaye anapita, akamwita, wewe njoo. Mwanaye kaja. Alipofika mbele yake, mzazi mwenye msimamo kachukua ile suruali, kamshusha chini, kamvua suruali, kamwambia, wewe unataka kutuonesha nguo yako ya ndani? Aya, tembea sasa. Mtoto alianza kulia na kuomba msamaha, baba nisamehe, sintorudi. Haya yanatokea katika jamii zetu. Wazazi wenye msimamo hakuna, wamepotea. Haya mapenzi mnayowapenda watoto zenu, fahamuni kwamba mnawapeleka pabaya. Hawawezi kukunusuruni, na hiyo kesho ya kiyama mtakuwa ni masulia. Huwezi kuingia peponi kama familia yako ilikuwa na majanga kama haya. Hakika mtoto atakushika mashati, atakuning'inia, atakushtaki mbele ya Mwenyezi Mungu, huyu ndiye baba yangu, huyu ndiye mama yangu ambaye hakuwahi kunielekeza katika mstari ulionyooka. Wanasema wahenga wenye lugha wa Faransa, kama bado tunakumbuka, wanasema aimez tes enfants avec ton cœur mais éduque-les avec ta main. Wapende watoto zako na moyo wako, ndani ya moyo wako, lakini wafundishe kwa mkono wako. Usipoifundisha familia yako malezi ya dini, unatarajia nini? Au unatarajia nani awafundishe? Hata maustazi madarasani wanapiga kelele, watoto watundu hawana maadili. Na hii ndiyo inapelekea jamii kutokuwa na msimamo, na jamii kuweza kuharibika kwa sababu ya kutokuwa na msimamo na kutokuwafunza malezi yaliyokuwa bora. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia kwamba yeye ni bora katika familia yake, seuze mimi na wewe. Tunaonekana ni bora hapa msikitini, lakini tukiwa nje ya msikiti hakuna ubora wowote. Ndugu zangu Waislamu, namtaka Mwenyezi Mungu kuhusu msamaha makosa yangu, nanyi pia mtakeni Mwenyezi Mungu kuhusu makosa yenu. Hakika yeye ni mwingi wa kusamehe, mwenye kurehemu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina al-Mustafa Muhammadun ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi al-abrar wa ashabihi al-kiram wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawm al-ba'th wal jazaa. Amma ba'd. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mara nyingine tena. Twazitaka sala na salam zimchukie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye aliyetekeleza amana, kadhalika akafikisha ujumbe, pia akaunasihi umma huu, yeye na alize na sahabaze na waislamu wote ambao watakaofuata mwenendo kwa wema hadi siku ya malipo. Ndugu zangu Waislamu, siwezi kumaliza khutba yetu ya leo isipokuwa nimeuacha ujumbe huu ambao kila mzazi lazima aweze kuuzingatia na kuweza kuweka kwenye vitendo. Hizi familia ambazo tulizonazo katika kizazi hiki cha 2000, lazima tukumbuke leo tupo, kesho hatupo. Na utakapokuwa bado uko na akili timamu, bado uko na nguvu, ukayaona majanga ambayo yanayotendeka katika familia yako, ndani ya nyumba yako,
wewe kama Muislamu jaribu kuweza kurekebisha, jaribu kuyakosoa. Usipoyakosoa yatakukosi siku ya Kiyama. The whole world, every Muslim should be a good example. If you are not a Muslim with a character and conduct, how do you think people will judge you? If you don't care about Islam, if you don't care about your religion, how could you claim yourself that you are a good Muslim? And in fact, in Islam, we have rules and regulations to follow. That is Allah subhanahu wa ta'ala. He sent this Quran. He revealed to our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in order to follow it. The Quran is here. We cannot follow any other book beside Quran. Hatuwezi kufuata kitabu chochote kile zaidi ya kuifuata Qur'ani. Lazima tuifuate Qur'ani ipasavyo. Namna gani tutaifuata Qur'ani? Lazima tuzingatie hiki ni haram tukiweke kando, na hiki ni halali tukifuate. Lakini leo tumeshindwa kukifuata kitabu cha Mwenyezi Mungu, na ilhali sisi wenyewe tunajidhamini na kujigamba kwamba sisi ni Waislamu ambao tunamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, familia zetu ili ziweze kunusurika, ili ziweze kuokoka, ni jukumu letu sisi kuweza kuyasimamia majukumu na kuweza kuzingatia yale ambayo alotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ninamalizia nikisema, ndugu zangu, hayaambiwi mbuzi wala kondoo, yanaambiwa binadamu wenye akili timamu, binadamu wenye kujielewa. Ikiwa una mtoto ndani ya familia yako ambaye unamuona msimamo wake sio mzuri kidini, jaribu kukaa naye chini, wewe kama baba, wewe kama mama, muelekeze. Leo dunia hii usipofunzwa na wazazi, basi dunia ndio itakuwa mzazi wako, itakufunza. Na watoto wameharibika kiasi ambacho tunashindwa hata kuzungumza na kuwaambia ukweli, kutokana na ule ukimwe ambao unaotanda katika jamii za Kiislamu. Hivi unahisi kitu gani ambacho leo mtoto wako anakifanya ikiwa sio kizuri, na wewe ndiyo baba, bado uko hai, unashuhudia mwanao ni mlevi wa madawa ya kulevya, watoto wanaharibika. Unashuhudia binti yako ni mzinzi, labda una watoto 2 watatu ambao wako nje ya ndoa. Unashuhudia mtoto bado mdogo anakushinda kulea, mtoto mkaidi, mtoto mtundu, hasikii la jini wala la jabari. Na ukitaka kupima dosari ya mzazi kwamba hana malezi, nenda kamtembelee ndugu yako akiwa na TV ndani. Mtoto bado mdogo, umri wa miaka 5, miaka 6, miaka 7, mtoto ndio ana control remote. Mtoto anaangalia anachokitaka kwenye TV. Labda amekuja mgeni kutembea, mzazi badala ya kuchukua msimamo na kuonesha kwamba hiki unachokifanya sio, wewe umekalia tu, ni mtoto, muache tu. Unamwambia, wewe Juma nitakupiga, wewe Juma nitakupiga. Mtoto anaelekea kwenye remote, ghafla akachukua remote, kapiga kwenye TV. TV imepasuka, flat screen. Haya mafunzo, haya mapenzi mnayowaonesha kuanzia udogoni mpaka ukubwani ndio yanakukostini, ndio yanakuleteeni madhara, mpaka mmeshindwa kuchukua misimamo na kuweza kurekebisha na kuzikosoa familia zenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muweza wa kila jambo. Ndugu zangu Waislamu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulindie vizazi vyetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaepushe na majanga. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, familia zetu zimesambaratika, hazina umoja, hazina mshikamano, hazina mapenzi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunakuomba uweze kuziongoza
Na hapa nimalizie kwa kusema kwamba viongozi na watawala ambao mlokuwa ngazi za juu, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nyinyi ni viigizo, nyinyi ni watu ambao mtaulizwa na Mwenyezi Mungu. Msiwe chanzo cha kuleta vurugu katika jamii za Kiislamu. Mkiwakuta watu wapo katika amani, mkakuta misikiti imetulia, hakuna vurugu, hakuna malumbano, hakuna mgongano, jaribuni kuepusha majanga na vistimbi, isiji kuwa nyie ndio ambao mmeleta mabadiliko na kesho ikaja kuwa ni matatizo na masulia kwenu, mkaja kupelekea kuwa chanzo cha matatizo. Waislamu kuweni watu wa amani, Waislamu kuweni watu wenye mapenzi, Waislamu kuweni watu wenye umoja. Jambo lolote ambalo mtaloliona linakwenda kinyume, jaribuni kuwa wavumilivu na kuweza kuzungumza na kuwaona wahusika, muweze kuwapa nasaha. Isiwi sisi ndio chanzo cha kuleta vurugu na matatizo ndani ya jamii. Na ndio maana kila siku tunapiga kelele, jamii zetu haziwezi kuendelea kamwe, kwa sababu sisi wenyewe ndio chanzo cha migogoro na matatizo ambayo yanayokumba jamii ya Kiislamu. Na ndio maana tutazidi kunyanyasika, na ndio maana tutazidi kudharauliwa, kwa sababu sisi wenyewe hatusimamii majukumu yetu. Sisi wenyewe ndio chanzo cha vurugu, sisi wenyewe ndio chanzo cha matatizo na malumbano katika jamii zetu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ailete nusra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muweza juu ya kila kitu. Thumma bi amri tanzili min rabbikum inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المبشرين بالجنة وعنا معهم بكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين ومزقهم كل ممزق وارفعهم عافيتك وشدد شملهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوثقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام سوحا فانتقم منه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم يا مقلب